Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kilo Media. Kama ndo mara kwa kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utajiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kuenjoy na kufurahi pia. Bwana Kajala Masanja pamoja na dada yetu Wolper watupiana maneno mazito, na hii ni baada ya kuona Wolper wa Kajala ameweza kurudiana na bwana mkubwa Harmonize. Sasa inaonekana kabisa Wolper bado ana wivu au anampenda sana bwana mkubwa Harmonize, na hii ni baada ya Kajala Masanja kuweza kufunguka hisia zake kwa weza wake ambao ni Auntie Ezekiel, Aileen Oya pamoja na Wolper, na kueleza kwamba hakuna mwanaume ambaye aliyewahi kumpenda kama Harmonize, na pia hakuna mwanaume ambaye anayempenda kama Harmonize, na hakuna mwanaume ambaye anayemzingatia kama Harmonize, kama ambavyo alivyoweza kusema kipindi cha nyuma akisema kwamba kodi za shule. Kajala mwenyewe aliweza kuzungumza akisema kwamba Harmonize aliweza kumlipia ada ya shule wakati Paula yuko form 2, aliweza kumlipia, na pia aliweza kumwambia aliweza kumlipia masuala mazima ya kodi. Sasa anaona ni moja kati ya mwanaume ambaye amekuwa akimsapoti katika kila hatua ya maisha yake. Sasa yeye ni nani aweze kunjia, ni bora alivyoweza kumsamehe. Lakini kutokana na haya tuliweza kuona Wolper aliweza kuongea vitu vingi, na kisha akasema kwamba kiukweli mimi naumia sana pale ambapo naona unalazimisha mapenzi kwa mtu ambaye hakupendi. Hivi unaamini kwamba Harmonize anakupenda kwa dhati, au amekuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kuweza kutumia utu wako na kuweza kuondoka katika maisha yako? Kiapa kikubwa cha wewe ni kuweza kunyanyua akili yako na kuweza kutambua ni kitu gani ambacho unatakiwa kuweza kukifanya kwa wakati huu, sababu Harmonize anaishi kwa mtu kimaslahi na sio kwa mapenzi. Kama ambavyo aliweza kusema mtoto wako Kajala, hapa ndipo na mimi naendelea kukazia pale pale, kwani Harmonize hakupendi bali anakutumia wewe kwa ajili ya kuweza kujipatia manufaa yake yeye binafsi. Hivyo ya kupaswa wewe kuweza kunyanyua akili yako na kuweza kuitambua thamani yako kabla mambo mengine hayajaweza kuharibika. Bwana, mambo ndo kama hivyo, na hapo ndipo Kajala ameweza kuchukia pamoja na Wolper, wakaanza kutupiana maneno ya hapa na pale kuhusiana na haya yote ambayo yanayoendelea, kwa sababu tunaona kabisa Kajala kupendezewa na hiki kitendo ambacho alichoweza kukifanya Wolper. Lakini Auntie Ezekiel yeye aliweza kutia msisitizo na kusema kwamba kila mtu anatoa ushauri wake akiamini kila kitu kwa upande wake kiko sawa. Sasa hakuna haja ya kuweza kulumbana, kwa sababu tukiendelea kupaniki katika kila jambo tutajikuta sisi sote tunaingia katika matatizo ambayo tusiyoweza kuyategemea. Lakini tuliweza kuona Aileen Oya yeye alisema kwamba kila mtu aishi maisha yake, kama fulani anampenda fulani na mwingine anampenda fulani, basi hii iwe vyema na tuweze kutambua thamani zetu kila siku maisha pale ambapo yanapozidi kwenda, na tusipangiane mwa masuala mazima ya wanaume, ishi na huyu, hicho kitu sio kitu bora kwa upande wetu. Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na haya yote. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.